Kwa sababu Fimbo na Fimbo ndio timu ambayo tulikuwa naona ndio timu ya hii state. Sio Siri state. Tukichukua Springfield, tukichukua St. Louis, tukichukua Columbia, tukichukua na zingine Siri, hakuna timu ambayo tulikuwa naona iko nguvu kuzidia Fimbo na Fimbo. Kwa hiyo kwa vile ambavyo walionyesha kuanzia mechi ya Louisville na hii mechi ya Leopard, hawana chochote mkubwa sana. Mimi najua ile timu. Ya, hii ni Drama TV Online na mtangazaji wako ni G kama G kwenye mic za Drama TV Online. Ya, na kwa siku ya leo tunaye mchambuzi wa hapa Kansas City. Sio mgeni sana kwenye mic za Drama TV Online, lakini kwa sababu tumeifuata kwa siku ya leo kufuatana na derby ambayo ilichezwa hapo jana, haja ongea mawili matatu kuhusu mchezo wa hapo jana. Wewe unataka kutambulisha kwa majina mwenyewe? Gazo unaitwa nani? Naitwa Doxido. Ya, Doxido umekuwa mmoja wa watu ambao wanafuatilia sana soka hapa Kansas City, na jana ilipitika dabi kubwa sana hapa Kansas City, na hii ni dabi kubwa sana kwa upande wa sisi Kongomani kwa hapa Marekani. Kwa hiyo ulionaje mpira wa jana pande zote mbili, upande wa Fimbo na Fimbo na upande wa Leo? Mpira wa jana ulikuwa na utofauti mkubwa ambao wengi hawakutegemea kufuatana na historia ya mpira wa hapa Kansas City mizuri. Mimi kama sijakosea, nilivyoanza kuona mechi za kwanza zile za Fimbo na Leopard, ulikuwa wakati Leopard alikuwa akipigwa hata 6-7. Na jana sisi wote ambao ni wapenzi wa soka tulienda pale mpirani tukasema kwamba leo Fimbo na Fimbo anaenda kumpiga yule mtoto. Lakini baada ya hapo kweli mimi nikaongelea kimpira. Leopard, kitu ambacho mimi nakiongea kila wakati, akiwa serious atakuwa mfalme wa mpira wa hapa kwetu Kansas City. Kwa sababu jana nilihesabu pace ambazo alipigaka huyu Leopard, alipiga pasi zaidi ya 200. Tena ilikuwa ni kipindi cha kwanza. Kwa hiyo zile shoot on target Fimbo na Fimbo alimzidi Leopard, kwa sababu yeye alikuwa na ule mpira wa goalkeeper alikuwa anachukua mpira anaupiga mbele. Ukikutana na yule striker yeye anamwangalia, kwa mfano anamwangalia namba 11, namba 7, moja kwa moja anaupiga kwenye lango la goalkeeper. Lakini huyu Leopard alikuwa anapanga mpira kuanzia kule nyuma mpaka mbele. So kitu ambacho mimi nilichokigundua jana ni kusema kwamba Leopard ni mfalme wa soka wa hapa Kansas City mizuri. Kuanzia jana alicheza mpira ambao ndo tunaitaga mpira wa kwenye kitabu. Na tujue ya kwamba huyu Leopard akiendelea hivi atakuwa mtawala hapa. Kwa hiyo naona tofauti hapo awali kidogo na sasa hivi. Kwa hiyo hapo zamani kidogo ulikuwa bado ni mtoto na wachanganya au inakuwaje, au makocha wamebadilika? Amna, mimi nafikiri zamani Fimbo na Fimbo alikuwa wako so very serious. Walikuwa wako very very serious sana. Na walikuwa na ule uzoefu mkubwa. Unajua kipindi cha zamani hapa kwenye timu ya Fimbo na Fimbo kulikuwa wachezaji ambao wana uzoefu. Wakina Meshak tunamtambua kutoka Nyarugusu, mchezaji ambaye alicheza kwenye timu kubwa Ilombe. Wakina Marc Edouard, mdogo wangu yule, alicheza mpira kwenye timu ya Barcelona ya pale ME. Kulikuwa wakina Ari, Gofre yangu Ari, mchezaji mzuri sana. Na pamoja na hivyo Fimbo na Fimbo ilikuwa ni timu nzuri sana. Mimi kama vile Doxido nilikuwa najua ya kwamba hapa Marekani timu kidogo ambayo ingewapa upinzani ni timu ya Phoenix Arizona, inaitwa FC Congo. Lakini kwa sasa hivi hata wakicheza na hii timu ya Kansas, kama ndo wanaita vunja vikwazo, anaweza akampiga hata goli 3.
sababu mpira hawana tena mpira, hawajui kucheza mpira sasa hivi. Na wakiendelea hivi, ina maana leo tuko Sunday, wakicheza hata kesho Monday na hii Leopard atampiga hata 3-0. Mimi naongea kama vile mchambuzi wa mpira, na kuambia ukweli. Kwa hiyo unaweza kuambia nini cha kujifunza fimbo na fimbo, kwa sababu wana mchezo mwingine tarehe 21? Unajua, baada ya mpira wa jana, ile game ya jana, mimi nilimuita yule president wao, anaitwa Selevier. Mimi namuitaga mchambuzi mwenyewe kwa sababu yule jamaa anajua mpira. Nikamuuliza kwa nini mbona timu imeshuka kiwango? Kuna kitu aliniambia. Lakini mimi nitatoa ushauri kwa timu ya fimbo na fimbo. Ukijitolea, ukisema kwamba mimi napenda mpira, ukisema kwamba mimi napenda nicheze mpira, usiwe na zile sababu za kusema eti mimi silipu sifanye nini. Kwa sababu sisi ambao tunaacha familia zetu tunaenda kuwatazama nyinyi, ina maana tunawaheshimu. Jana nilimuuliza president wa timu, kuna jambo aliloniambia, lakini kwa upande wangu mimi nitasema hivi: kama kiongozi wa timu yako anakuambia bana fanya hivi, afu wewe unamwambia eti silipu hela, kwani wewe unamlipa yule president? Wewe unamlipa yule kocha anayekupa style za kucheza mpira? Kwa hiyo cha haraka mimi naweza nikasema, kama umejikita kwenye masuala ya mpira, jiepushe na mambo mengine ambayo yanasababisha wewe unjue ya kwamba kiwango chako kinashuka. Unaona kama yule Juma ni star, lakini Juma hajacheza mpira jana. Hajacheza mpira hata kidogo. Juma, kulikuwa yule mwingine Asokolo, sindo mdogo yake yule Monga, hajacheza mpira jana. So waangalie ni jinsi gani ambao wanaweza wakafanya ili kiwango chao kirudi zaidi na zaidi. Na wawe serious. Kwa hiyo wafanye nini ili waheshimu muda wa zoezi na waachane na vinywaji. Kwa hiyo vinywaji ndio vinawasababisha wasiwe vizuri kwenye mchezo. Ngoja nikwambie, nitaongea hili kwa sababu wengine wanaweza wakachukulia labda nimeongea makosa, lakini naongelea kimpira. Mpira na pombe, mpira na wanawake haviko vitu ambavyo vina urafiki hapa. Viko viwili tofauti sana. So wajitahidi waachane na hivyo vitu, kwa sababu Juma tumeanza kumtambua yuko Feba. Juma anacheza Feba, Juma anacheza D1, Juma anacheza kwenye ile selection ilikuwa inaita selection ya Baombwa. Kwa hiyo utagundua kwa sasa hivi wanamuingiza Juma kwa sababu ni Juma, lakini Juma tunayemtambua sio yule Juma wa jana. Hapana. Kocha kuepuka hapo ni kunywa pombe kabisa, hata na apende mazoezi. Yes, waachane na vinywaji. Mimi naongea kama vile mchambuzi, waachane na vinywaji na waheshimu muda wa mazoezi. Waheshimu mpira. Kwa sababu pale jana ilikuwa ni kwamba kama akina Juma walikuwa hawaandae mazoezi, lakini kwenye mchezo kwa hiyo kocha anaweza akawaambiaje mashabiki? Kwa sababu mtu kama andaa mazoezi afu kwenye mechi watu wanamuona, ni ile kuona ana uzoefu wa kucheza mpira au inakuwaje? Kocha alikosea sana. Ndio. Kwa sababu mimi nakumbuka kwenye mechi ya Fimbo na ile timu ambayo ilitoka Louisville, Kentucky. Kuna watoto ambao walichezaga vizuri, ambao ni watoto hata majina yao mimi siyatambui. Wengine bado wapo high school. Lakini jana niliona wako benchi pale. Wala hata kuingia uwanjani au kuingia uwanjani. So jana kocha yeye alitumia ile akili ya kusema Juma ana uzoefu wa kucheza mpira. Fulani ana uzoefu wa kucheza mpira. Sasa kile ni kitu ambacho kinawaacha chini sana. Na nikwambie ukweli ndugu mtangazaji, Fimbo ambayo mimi Doxido mimi naitambua na Fimbo ya sasa hivi iko na utofauti mkubwa sana. Na nimekwambia hivi, na hata kesho tena wakicheza na Leopard atapigwa hata 4. Atapigwa hata 4 kwa sababu ngoja nikwambie kidogo kitu ambacho jana kilionekanaje. Fimbo mpiga goli akani.
watu wakashangilia. Baadaye Leopard akapata penalty, akatoa ile goal. Baada ya kutoa ile goal, penalty Leopard alipata zaidi ya penalty moja. Ina maana anamaanisha penalty mbili ambazo refa hakutaka kuziweka pale. Ina maana kwa haraka haraka Leopard alikuwa na uwezo wa kumpiga fimbo na fimbo goal zaidi ya 3 jana. Possession alizidiwa, kitu ambacho fimbo na fimbo alimzidi Leopard ni shoot on target. Na alimzidi kwa sababu gani? Goalkeeper alikuwa akipata mpira. Unajua yule goalkeeper wa fimbo na fimbo anajua ile kazi yake, anajitahidi. Yeye alikuwa ameshaanza kuwa na ile akili ya kusema akipata mpira aweza akampa namba 2 au namba 3. Yeye alikuwa akipata mpira anautupa mbele. Kwa mfano ule mpira unakutana na mediateur. Mediateur yeye anaangalia numero 9. Numero 9 anapiga ndo zile wanaitaga shoot on target. Ndo ambazo aliwashindaga. Lakini Leopard kupanga mpira chini. Ilinikumbusha mechi ya Young Boys na CD3 2013. Golo ambalo alifunga yule ambaye alifunga goli la pili. Alifunga goli kama la Muska. Alipiga kuanzia defenseur na goalkeeper chenga. Sio kitu cha kawaida kwenye derby, sio kitu cha kawaida. Tuongee ukweli wa mpira. Sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo kuanzia jana ile Saturday Leopard anatakiwa apewe heshima na fimbo na fimbo. Hata wakicheza kesho atapigwa zaidi ya goli 4 kwa sababu watoto wanachua mpira. Kwa hiyo cha kumshauria goalkeeper fimbo na fimbo kwenye ile mipira yake ya kwanza moja kwa moja kupiga ni anamwangalia tena namba 9. Ni kutokuamini wachezaji wake ambao anacheza nao kule nyuma au inakuwaje? Sio ya kwamba eti aamini wachezaji ambao wanacheza nyuma pale. Yeye anafanya vile, alikuwa na ile, ina maana alikuwa na hamu ya kuona timu yake imegomboa ile goal. Aliona akitupa ule mpira kule mbele, kuna ambaye atabahatisha kutupa kwenye nyavu. Akaona yeye hawa anatumikisha vile. Kuchukua mpira kutupa mbele sio shida kwenye mpira, ni sawa. Ngoja nikupe mfano. Barcelona alicheza na Bayern Munich kwenye mechi ya Champions League 2021. Ilikuwa ni mechi ya robo finali kama sijakosea. Barcelona alipigwa golo 8. Mimi ni shabiki wa Barcelona. Lakini kwa upande wa possession Barcelona alimzidi Bayern Munich. Unajua yule goalkeeper wa Bayern Munich yule Noah alikuwa anachukua mpira na utupa mbele, wakina Lewandowski, wakina Thomas Muller wanautengeneza kule mbele, wanaingiza goal. Wakina Felipe Coutinho hivi anatoka kwenye mkopo kwenye timu ya Barcelona anaenda Bayern Munich. Wakajitahidi kupiga goal 8. Sasa ndo ile hesabu ambayo goalkeeper wa fimbo na fimbo alikuwa anaichukua. Yeye alikuwa anaona akimpatia namba 2 sio shida, lakini akiutupa kule mbele itasababisha imoja ile ambayo itampa furaha. Lakini wachezaji wake walikuwa wako chini ya kiwango. Tutaongea kuhusu mpira. Na mpira wa hapa sio tunaongea kwamba unajua mimi mtangazaji, mimi sio mshabiki wa timu yoyote. Mimi sio mshabiki wa Leopard, mimi sio mshabiki wa fimbo na fimbo. Na naongea hili kwa sababu wenyewe wanajua. Mimi sio mshabiki wa fimbo na fimbo, mimi sio mshabiki wa Leopard. Kwa sababu gani? Sijawayaga kufika hata kwenye kituo chao cha maandalizi ya game. Ndio vile tunaitaga kwenye lokali. Sijuagi kwenye wanakuaga wanaandaa game yao au watu wa Leopard au watu wa fimbo na fimbo. Sijuagi, lakini tutaongea kuhusu mpira. Kwa sasa hivi mfalme wa mpira wa hapa Kansas City Missouri ni Leopard. Na nitawaambia kuhusu the man of the match wa jana, nitawaambia. Kwa hiyo man of the match wa jana ni nani? Ingekuaga ya kwamba kuna kuaga ule utaratibu wa kuwapa wachezaji wawili. Kuwapa the man of the match. Ningempa Gaspar na Erling Haaland. Kuna dogo ambaye nilimuona kule alikuwa anamuita Erling Haaland. Yule dogo anajua mpira. Gaspar ni mediateur mzuri sana wa mpira. Yule dogo, unajua yule dogo anapewa vipaji vingi. Lakini kwenye mimi naona anawekeza sana ni kwenye uimbaji. Lakini dogo akisema eti force kwenye fazi zote mbili, dogo yuko vizuri sana. Unaona jana dogo alimiliki katikati ya fimbo na fimbo.
kulikuwa wa legend pale wakina Juma aliwameza. Unasikia? So jana mimi Doxido ningesema eti ni pane ule the man of the match ningempa Gaspar na Erling Haaland. Kwenye ile timu ya Fimbo na Fimbo sikuona mchezaji ambaye anacheza mpira jana. Sikuona hata mmoja. Sikuona. Na tunaongea kuhusu mpira. Na kila mtu anaweza akasema hivi ambavyo mimi naweza nikakwambia. Kwa sababu Fimbo na Fimbo ndio timu ambayo tulikuwa naona ndio timu ya hii state. Sio Siri State. Tukichukua Springfield, tukichukua St. Louis, tukichukua Colombia, tukichukua na zingine Siri, hakuna timu ambayo tulikuwa naona iko nguvu kuzidia Fimbo na Fimbo. Kwa hiyo kwa vile ambavyo walionyesha kuanzia mechi ya Liziville na hii mechi ya Leopard, hawana chochote mkubwa sana. Mimi najua ile timu. Sikia nikwambie, mimi niliwaaga kuwa mwandishi kwenye ile timu kwenye miaka ya 2021 I think. Ni mimi nilikuwa mwandishi. President alikuwa Juma Mboto, mimi nilikuwa mwandishi. Tulikuwa kwenye kamati na wakina Chafi, wakina Viesha Mavu yule Makambo. Timu ilikuwa bien sana. Na ndio maana nakwambia hivi, wakina Mesha wanacheza pale, timu ilikuwa vizuri. Sasa unajua kwa sasa hivi mimi sijui kama ni probleme ya kamati, na sio probleme ya kamati, ni probleme ya wachezaji. Yaani wachezaji wako na ile SP ya kusema kesho tutacheza mache, tunacheza na Leopard. Donc bataganye match hapana. Mpira uko hivi. Na beko chini sana ya mimi nafikiri wale hata wacheza na veterana hapa. Kama batafunga veterana goli moja au mbili. Habana mpira. Mimi naongelea kusoka habana mpira. Ya kwa sababu nikisema mechi hata ya umoja, golikipa wa umoja aliumia, afu akaingiza mchezaji ndio alikuwa goli lakini walifunga goli moja. Inawezekana kweli na mapungufu makubwa sana. Mimi niko nakwambia hivi, unaona kwenye simu yangu, mimi niliandika kila kitu. Possession ya jana, Leopard alikuwa na 80%. Air passing. Fimbo na Fimbo alikuwa na 20%. Ina maana kulikuwa wakati sisi tulikuwa tunahesabu zile pass zile. Leopard alikuwa anapiga hata 30 kwa dakika 6 dakika 7. Anazipiga pale katikati. Na Fimbo na Fimbo yeye alikuwa anacheza hivi. Akipata mpira, yani yeye hana malengo, yeye anapiga tu mbele. Anafikiri kule mbele hakuna madefensi wa ile timu ya Leopard. Ina maana wao mpira kwa sasa hivi hawana tena mpira. Na hili alisema kwa sababu gani? Wajichunguze vizuri. Wajiangalie, usishangae watacheza next week hapa. Watapigwa. Na ndio mechi yao ambayo inawapa moyo kuendelea na ligi kwa sababu mechi ya tarehe 21 ndio mechi ambayo wanabaki nayo, wakifungwa basi wanaishi. Watapigwa kwa sababu kiwango chao kiko chini. Ngoja nikupe mfano. Uliona mechi yao wao na Misfit. Kwani ile mechi wangefunga? Ile mechi wangepigwa, lakini kwa sababu na ndio maana mimi nilisema kwenye interview, ni kwa sababu watu hawakusikia ile interview. Nisemaga hivi, mechi ambazo kwa mfano Leopard anakaribisha timu kutoka state, sisi tunaitisha mbembe wa hapa analibitre ile match, au kwa mfano ni Fimbo na Fimbo anacheza na timu ambayo inatoka state, tusitishe ile refari hapa. Sisi ile mechi kwa sababu gani? Mechi ya Fimbo na Lisvid refari aliwasaidia sana. Na tena kwa sababu ile timu ina unizamu fulani mkubwa sana, wangepigwa tena ile mechi. Unasikia? Kwa hiyo mimi nataka niwaambie hivi, Fimbo na Fimbo ipo chini ya kiwango sana. Alafu kingine ambacho atakachokijua, timu ya Leopard, watoto wengi pale ndo bado wanakuwa. Haya mambo ya pombe, mambo ya wanawake hawajajua. Na hii timu ya Leopard, wengi wao ndo miaka yao inaenda. Juma akosi hata 30 na kidogo. Sio ndo kusema labda ndo mpira utaisha, hapana. Ni yeye aheshimishe mpira wake. Kuna huyu Ibolecho. Grand défenseur. Lakini kwa sababu mazoezi ni madogo kwake, amekuwa mzito. Unasikia? Kwa hiyo wajua kwamba hii timu ya Leopard, Papeti ndo banapanda sasa, yani Papeti wanapanda.
na Wapeti beko na yani bana uchungu sana na hii timu ya Fimbo na Fimbo. Kwa hiyo wakuwe macho, kwa sababu wasipokuwa macho watashangaa, watapigwa aibu muhimu jini na watakimbia. Ya, tusifute sana. Kwa hiyo ushauri wangu kwa timu zote mbili ni upi? Ushauri wangu ni huu. Kwanza kuna mtu aliniambiaga kwamba eti kuna siasa ambazo zinaendelea eti Fimbo na Leopard wajiunge. Kwa nini wajiunge? Hatutaki wajiunge. Sisi tunapenda tu tunaona upinzani. Ushauri wangu ni huu. Leopard mzingatie mazoezi na kingine muwe serious. Muwe serious kwa nini? Jana baada nyinyi kufunga goli la pili, mlianza kujisikia kwamba mmemaliza game. Mkaanza kuruhusu zile kona zile. Zilikuwa zimeshakuwa nyingi sana jana. Ushauri wangu kwa upande wa Leopard mkue serious. Mna wachezaji wazuri lakini bado utoto unawasumbua. Kwa upande wa Fimbo na Fimbo, wateme baadhi ya wachezaji. Wawateme, yani wawatoe. Wawape watoto nafasi, yes. Kwa sababu pale kuna watoto ambao utamuuliza miaka anakuambia yeko na 17, yeko na 18, 19, 20. Sasa utakuta mtu wa matori tu anapenda, no. Tunamuona Lamine Yamal anacheza mpira mzuri. Waachie watoto nafasi wacheze mpira ili timu ya Fimbo na Fimbo irudi kwenye wakati wake. Ndio ushauri wangu. Asante sana. Ya, tunaenda Oxido kwenye Mike Zedama TV online na hatuna mengi ya kuongea. Kwa hiyo unaweza kuambiaje watazamaji ambao wanakutazama kwenye Zedama TV online? Mimi naweza nikasema tuheshimu hii TV, subscribe, tuheshimu kwa sababu ndio TV ambao kidogo tunaona iko nguvu sana hapa na mengi tutayaona.